Mheshimiwa, umekuja kweli kuzindua hili jengo hapa, ila sisi bado tunadai madai yetu. Mimi hapa nadai. Nani? Mimi hapa nadai madai yangu huku. Ya nini? Ya kazi nilofanya hapa. Kazi gani? Ya ujenzi wa jengo hili. Wewe ni fundi? Hapana, mimi ni kibarua. Ulifanya kiasi gani? Unadai kiasi gani? Nadai 200,000. 200,000? Ndio. Nani alikupa kazi? Nilipewa kazi na msimamizi wetu wa kazi, alikuwa anaitwa Losi, ambaye ni mtoto wa engineer. Mtoto wa engineer. Engineer anaitwa nani? Medukenya. Medukenya? Ndio. Alafu tulikuwa tuna engineer mwingine ambaye anaitwa Mzee Kitandu. Walikuwa anatupangia kazi. Medukenya? Ndio. Yuko wapi engineer huyo? Hapa mimi simuoni, lakini Nelson anaweza akasema yuko wapi. Nelson. Haya. Nitoe kwanza maelekezo. Kumetokea na malalamiko ya aina hii maeneo mengi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waheshimiwa mawaziri ambao mko hapa, kumetokea wimbi la wakandarasi wanapopewa kazi, wao wanalipwa na serikali, lakini hawawalipi wale subcontractors na vibarua wanaofanya kazi katika maeneo haya. Hili jambo halikubaliki. Nimesema jana na narudia tena hapa kwamba utaratibu huu unakiuka haki za Watanzania. Wapo wale wakandarasi kutoka nje ya nchi, wao wakicheleweshewa malipo wanaweka riba kwa serikali, wanalipwa na riba wakicheleweshewa, lakini wao wakipewa fedha kwa wakati wanatumia miezi 6, wengine mpaka mwaka, wengine mpaka mwaka na nusu kuwalipa wakandarasi wazawa na kuwalipa wafanyakazi kama hawa. Sasa waheshimiwa mawaziri ambao mko na mikataba huko, fanyeni sensa kwenye kila mradi, waambieni wale ambao wameshalipwa fedha na serikali wawalipe wale ambao waliwapa mikataba midogo midogo. Wekeni na ukomo kwamba ifikapo baada ya muda fulani, hatutaki kuona kuna mtu anadai ili hali serikali imelipa. Serikali inatumia kodi za Watanzania kulipa mikataba hii. Wao wanaacha kuwalipa watu na kazi wameshafanya. Kama hili alipo kwenye sheria, nitaongea na mwanasheria mkuu wa serikali. Mkandarasi yeyote ambaye atalipwa na serikali, yeye akachelewesha kuwalipa wale wanaofanya kazi, apigwe blacklist, asifanye kazi tena ndani ya nchi hii. Haya mambo ya uonevu wa rejareja ndio yanayosababisha maeneo mengine serikali inapata lawama kwa jambo ambalo yeye serikali alishafanya kazi yake, alishatimiza wajibu wake. Na tukiwaachia hawa watu wanyonge hawa, wao ndio wakapambane na wale, watatishiwa kunyimwa kazi. Sasa hili tutafanya sisi wenyewe serikali. Watu wasioheshimu wenzao tutawashikisha adabu sisi wenyewe serikali. Sasa kwa sababu huyo Medukenya hayuko hapa leo, katibu huyo mpe 200,000 yake Chalia akafurahie kwa rezima huko na nani hiyo. Lakini nimeshatoa maelekezo ya jumla yanayohusiana na jambo hili.